Anaitwa Hasna, ni binti mwenye umri wa miaka 17. Ni mzaliwa na mwenyeji wa kijiji cha Mbika kilichopo wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Ni mtoto wa mwisho kwenye familia ya watoto wanne, ana dada zake wawili na kaka yake ambaye ndiyo wa kwanza kuzaliwa. Mama yake alifariki kipindi Hasna ana umri wa miaka 5. Baba yake hakuweza kuoa tena na starehe yake kubwa ni pombe, tena za kienyeji. Katika familia ni yeye pekee ndiye aliyesoma. Kamaliza kidato cha 4 na kafaulu kuendelea na masomo ya kidato cha 5, lakini ndoto zake zinakatishwa na tamaa za baba yake. Baba yake alichukua mali ya milioni 3, ng'ombe 4 na zawadi kemkem pia, ikiwepo ahadi ya kujengewa nyumba ya kisasa. Sifa kubwa ya Hasna hapo kijijini ni nidhamu na ukarimu wake. Mabinti wenzake walitamani kuwa na ukaribu naye. Wavulana wengi walimsumbua, lakini hakuruhusu mwanaume yoyote amsogelee. Wengi walimuogopa kwa msimamo aliokuwa nao. Hasna hakutaka kabisa kuuharibu usichana wake kwa sasa. Malengo aliyojiwekea mwanaume atakayetoa usichana wake ni mume wake tu, hapo baadaye atakapokuwa kamaliza masomo yake. Kwani malengo yake yalikuwa afike hadi chuo kikuu. Hivyo mpaka sasa alikuwa kautunza usichana wake vema. Aliamua kumuoa, alijua hilo, ndo maana alitoa mali nyingi na kuahidi vitu vya thamani ili baba yake Hasna akubali kirahisi, kwa sababu alijua ni mtu mwenye tamaa. Anayemuoa Hasna alikuwa ni mtu mzima mwenye umri wa miaka 42. Ni mkazi na mwenyeji wa Kahama mjini. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madini, na kwa umaarufu wake hakuna asiyemfahamu hii kanda ya Ziwa. Anafahamika kwa jina la Zuberi, lakini wengi hupenda kumuita Zuberi Madini. Zilikuwa zimebaki siku 2 ili ndoa ifungwe, na Hasna akakaa ndani mwezi mzima akiwa na makungwi wakimfunda mwali wao ili ajue jukumu la kuwe nini kwa mume. Dada, yani na nyinyi mnafurahia mimi kuolewa? Angalieni umri wangu ulivyo mdogo, hata miaka 18 sijafika. Nahitaji kusoma jamani. Hasna aliongea kwa uchungu huku chozi likimtoka, lakini dada zake hawakumjali. Hivi Hasna kusoma kitu gani? Bahati imekuja unataka kuichezea? Aliongea dada yake na Hasna anayejulikana kwa jina la Mwanja. Hebu tuangalie dada zako tunazeekea hapa hapa. Hakuna hata mwanaume aliyekuja nyumbani kuleta hata hiyo mahali ya shilingi 10,000. Sasa wewe unaolewa na tajiri anamwanga mihela, unataka kulinga? Hasna akajibu huku chozi likimtiririka. Dada, wewe unaongea tu. Thamani ya utu wangu ni kubwa kuliko hizo pesa na mali. Hivi mmeshindwa kufikiria mtu mzima yule mpaka saizi hana mke wala mtoto? Naona mmeamua kunichezea kamali. Sawa. Baada ya muda kidogo aliingia shangazi yake na Hasna na kuwaambia wote waliokuwemo kwenye chumba wampishe abaki na Hasna. Mwanangu, nakujua vizuri maana mimi ndio nimekulea. Nimeshindwa kukusaidia hili lisifanyike. Na ukorofi wa kaka nadhani unaujua mwanangu. Shangazi yake Hasna alikuwa anaongea huku akipeleka mkono wake kwenye maziwa yake, akatoa kitu alikuwa kakihifadhi. Mwanangu, kamata hii, naomba usiiache kila sehemu unapokuwepo, basi uwe nayo. Unapokwenda huko ni pazito mwanangu. Aliongea maneno hayo kisha akatoka nje. Hatimaye siku ilifika, watu walikuwa na shamla. Mara msafara wa wawaji uliingia, zilikuwa gari 5 alafu zote za kifahari. Alishuka bwana harusi Zuberi akiwa na wapambe wake 10, halafu wote likawa sawa. Kulikuwa hakuna hata kijana. Shangazi yake Hasna alikuwa kasimama akiwaangalia watu walivyo na furaha kupokea ugeni huo. Kuna sehemu kwenye gari miongoni mwa magari hayo yaliyokuja, shangazi yake Hasna akakaza macho hadi kaonekana kubadilika kwa hasira na macho yakawa mekundu ghafla. Aliondoka haraka na kuingia ndani. Alipo Hasna akukuta hata mtu mmoja, na wote walikuwa nje bize na ngoma. Hasna mwanangu, ingekuwa ni amri yangu hii ndoa isingefungwa. Na ndoto niliyoota usiku wa kuamkia leo, amani sina mwanangu. Cha msingi hicho kitu nilichokupa, fanya kama nilivyokuambia. Tunaweza tusionane tena. Hasna akauliza, shangazi, naomba uniambie kuna nini? Mimi naogopa shangazi. Ile shangazi yake anataka kuongea, mara watu waliingia kumchukua bibi harusi kwa ajili ya kwenda kufunga ndoa. Ndoa ilifungwa na waoaji walikuwa haraka, waliomba kuondoka kuelekea kwao Kahama. Safari ilianza, hatimaye walifika kwenye nyumba kubwa lenye ghorofa 2. Kulikuwa na uwanja mkubwa wa fensi na ndani kumepakiwa gari tofauti na zote za kifahari. Walishuka pale. Hasna alikuwa mpweke na mnyonge, maana hakuna hata ndugu yake yoyote aliyemsindikiza. Wale rafiki zake Zuberi Madini hawakutaka hata kuingia ndani, wote waliishia nje. Waliona kama kuwa na hasira ya jambo fulani. Zuberi alimpeleka Hasna ndani, akamwonyesha bafu lililokuwemo mule kwenye chumba chao cha kulala. Baada ya kumwonyesha, Zuberi alirudi kuwasikiliza wenzake. Jamani, naombeni nielewe. Mimi mwenyewe sijui kimetokea nini, aliongea Zuberi akiwa anawaambia wenzake. Hapana, Zuberi, kuna kitu utakuwa umefanya.
jua huyo sio ndugu yako. Si tunachojali ni biashara zetu, aliongea baba mmoja kwa hasira. Zuberi akajibu, sasa tutaonana usiku, tutaongea vizuri. Waliagana na kuondoka. Zuberi aliingia ndani akasema, baby, kama umemaliza kuoga, njoo, chakula kipo tayari. Kidogo Hasna alitoka akiwa anashangaa na kuwaza kuona jumba lote hii mtu anaishi peke yake. Hivi kichakula umepika saa ngapi? Aliuzi Hasna. Nimeagiza mke wangu, ili tuwahi kula tupumzike, alijibu Zuberi, lakini muda wote Hasna alikuwa hana amani na kukumbuka maneno ya shangazi yake. Walimaliza kula wakawa wamekaa kwenye sofa, huku Hasna akiwa amekaa mbali na Zuberi, maana alikuwa anamchukia. Hasna, sogea karibu tuongee mawili matatu, alisema Zuberi. Sema tu, maana hata huku nasikia, alijibu Hasna huku akiendelea kuangalia TV. Zuberi alinyanyuka mwenyewe na kusogea alipo Hasna akisema, ngoja nisogee maana usijesema huku sikia vizuri nilichoongea. Sasa naomba uwe makini kunisikiliza haya nayo kuambia, tusije tukalaumiana baadaye. Zuberi aliendelea kutoa masharti yake huku macho yake akiwa kwenye TV. Nyumba hii ina masharti na unakiwa uyafuate. Kwanza, hauruhusiwi kutoka humu ndani peke yako. Mwisho ni getini. Pili, mwiko kuvaa nguo ya rangi nyekundu. Tatu, hauruhusiwi kupulizia marashi yoyote ndani ya nyumba hii. 4, hakuna kupika pilau zaidi ya siku ya Ijumaa tu. Na 5, hakuna kuchoma udi wala ubani. Nadhani umenielewa. Ukienda kinyume, tusilaumiane. We mzee, masharti yote hayo ya nini? Aliuliza Hasna. Alafu naomba uwe na heshima. Mimi ni mume wako, sio kuniita mzee, alisema Zuberi huku akinyanyuka kuelekea chumbani. Mume hiyo kwio, alijibu Hasna. Ilikuwa imefika mida ya saa 6 za usiku. Hasna alitamani alale pale pale kwa kuhofia usumbufu wa mume. Chumbani, mara ghafla macho yake yakiwa bize kwenye TV, aliona kitu kama mtu kapita mbele yake. Hivi na usingizi au ni cha ukweli nilichokiona? Hasna akiwa bado anatafakari, mara alisikia maji yanatoka, ni kama mtu kafungua bomba. Alihisi atakuwa ni mume wake ameamua kuoga sababu ya joto. Lakini alikuja kushtuka aliposikia kitu kama sufuria limeanguka. Ndipo aliponyanyuka na kugundua hizo sauti za maji hazitoki chumbani mwao. Alienda taratibu hadi kwenye chumba maji yanaposikika kutoka. Alianza kufungua taratibu. Mara kidogo alisikia kitu kimemshika begani. Hasna alipiga kelele za nguvu.